Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu kama mnavyofahamu una wanachama nchi nzima na wengi, na kanda ya Ziwa inayojumuisha mikoa ya Simiyu, Mwanza na Mara ndio tunafanya kutembelea sasa hivi kufanya tathmini na kukaa pamoja na wanachama wetu. Kwa hiyo ziara hii imetembelea wanachama karibu 30 ambao wako katika kanda hii. Kwa ujumla sisi tuna kanda 10 ambapo tuna kanda tofauti mikoa yote ya Tanzania na kule Zanzibar tuna branch. Kwa hiyo kwa ufupi leo tunapenda tu kuzungumzia hali ya utetezi wa haki za binadamu, manake kazi zinazofanywa na wanachama wetu ambao baadhi mmewaona hapa katika kanda hii ya Ziwa. Tunaposema kazi za utetezi, manake ni kwamba sisi mtandao wa utetezi wa haki za binadamu tuna maeneo ambayo wanachama wetu wamekuwa wakifanyia kazi. Kwa mfano maeneo ya ulinda haki za mtoto, maeneo ya haki za wanawake na usawa, maeneo ya haki za wafugaji, wachimbaji, wakulima na wavuvi, maeneo ya utoaji huduma za kijamii, kwa mfano maeneo ya elimu, afya, maji na maeneo ya ufuatiliaji na uwajibikaji, kwa Kiingereza masuala accountability na vitu kama hivyo, utetezi wa rasilimali maliasili, haki za kiuchumi, utetezi wa haki za uhuru wa kujieleza, utetezi wa haki za makundi maalum na utetezi wa haki za binadamu kwa ujumla, pamoja na masuala ya kisiasa kwa ujumla. Kwa hiyo sasa wote sasa wanaotengeneza mtandao wanafanya kazi katika maeneo hayo. Kwa hiyo ziara hii ambayo tunafanya kwa wanachama wetu kwa kila kanda, kwa huku tulianza tarehe 9 na bado tunaendelea, lakini sehemu kubwa mashirika yetu yalikuwa hapa mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo tulioyatembelea, mambo ambayo tumeyabaini katika ziara yetu, tumegundua kabisa kwamba wanachama wetu kanda hii kazi ambazo wanazifanya zaidi ni mashirika mengi yanatoa msaada wa kisheria, mashirika yanatetea haki za wanawake na usawa wa kijinsia, mashirika mengi yanatoa huduma za watoto na kulinda watoto, wakiwemo watoto wanaofanya kazi majumbani. Kwa mfano vituo vingi vimeanzishwa salama kwa ajili ya watoto wanaopata changamoto za ukatili. Yapo mashirika yanayojikita katika haki za vijana, yapo mashirika yanayoangalia maswali ya uwajibikaji na utawala bora, maana yake kufuatilia maeneo mbalimbali ya uwajibikaji. Yapo mashirika yanayofanya kazi katika sekta kwa mfano ya maji na uvuvi. Mashirika yanayofanya kazi na vikundi vya wachimbaji wadogo wadogo na wafanyakazi migodini, lakini mashirika yanayotoa elimu kwa afya kwa watoto, manake ya sexual reproductive health kwa ujumla. At least hayo ndio maeneo makubwa ambayo mpaka sasa tumebaini ambayo wanachama wetu kwa kanda hii wamekuwa wakifanya, na lengo kwa ukubwa ni kujaribu kuangalia kuendelea kuona namna gani kazi za wanachama au asasi za kiraia ambao ni wanachama wetu zinaendelea kukua, lakini pia changamoto ambazo zinatokana na kazi zao, zikiwemo changamoto za kiusalama, changamoto za kukwamisha katika operesheni zao. Tunafahamu wakati mwingine wanachama wamekuwa wakienda kufanya shughuli mbalimbali, lakini changamoto zinajitokeza za kufanya kazi zao, lakini pia ni kujua maeneo gani ambayo tunaweza tukaboresha sisi kama mtandao kwa huduma zetu kwa wanachama wetu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba katika ziara hii tumeweza kugundua mafanikio haya haraka. Kwanza kabisa katika utetezi wa haki za binadamu tumegundua kwamba wanachama wetu wamefanikiwa kugundua mbinu rahisi na mbadala za kukusanya taarifa za matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu kwa njia za kidijitali kwa kushirikiana na mamlaka husika ikiwemo polisi, mahakama, ustawi wa jamii, madawati ya kijinsia, kuweza kufanya kazi za utanuzi wa haraka na kuinusuru jamii. Maana yake ni kwamba mbinu za kushirikiana na baadhi ya taasisi za kiserikali, kwa mfano kama madawati ya kijinsia, ustawi jamii, na mbinu za kidijitali za kutumia namna ya kukusanya taarifa. Wengine wamefika mahali mpaka wana zile namba za kurusha kwamba ikitokea matukio ya ukiukaji wa ukatili. Hizo zinaonyesha kwamba wanachama wanazidi kufanya kazi ambayo inamfikia zaidi. Kuna wengine wamefika hatua wameanzisha kwa mfano Msichana TV ambayo inakuwa inadili kabisa tu moja kwa moja, ingawa ina cover eneo dogo,
mambo tu ya wasichana na wanatangaza wao wenyewe na nini. Kwa hiyo hizo ni njia ambazo za kibunifu ambazo zimeweza kufikiwa. Baadhi ya wanachama wameweza kuhamasisha vijana kwenye eneo la kujikimu uchumi kupitia mbinu mbalimbali, vijana ambapo wamekuwa wakiwekeza katika shughuli mbalimbali za ushonaji na kufanya shughuli mbalimbali za kujizalisha, kwa sababu kuna vijana wengine shule wakupata fursa ya kwenda na hawana fursa zozote za kiuchumi. Kwa hiyo wasipojengewa mkakati mzuri, hasa wasichana, wa kuweza kujipatia vipato imekuwa, lakini tumekuta kwamba wengi wamekuwa na tuseme na creativity au ubunifu wa kuhakikisha kwamba hawa wanaweza kujiongeza, kujiajiri. Wengi wamefundishwa cherehani, wamekuwa wakishona baadhi ya nani zao na kuuza na baadaye kuja kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo hizo ni huduma ambazo zimekuwa zikifanywa na watetezi wa haki za binadamu katika kanda yetu, lakini pia yamekuwa ya chachu ya kulinda haki ya wanawake na mtoto. Tunafahamu kabisa nyinyi waandishi wa habari kanda ya Ziwa kidogo kwenye upande wa haki za mwanamke na mtoto ni changamoto, na wanachama wetu wamejitahidi kwa kiasi kikubwa kulinda hili, kupambana na hili, kufanya kazi za kuhakikisha kwamba haki za mwanamke na mtoto zinalindwa kwa njia zote na wanapata mahali pa kukimbilia wanapokuwa na changamoto. Hilo wamelifanya na ni jambo ambalo tunapaswa wote kwa pamoja, na bahati mbaya tu ni kwamba nyinyi waandishi huwa mfuatilii zaidi, lakini kazi zinazofanywa katika eneo hilo ni kubwa sana. Kwa mfano kupitia maoni, masanduku mbalimbali wameweza kutaarifu makundi mbalimbali na taarifa zikawafikia. Mashirika katika kanda hii mengi yamekuwa yakishirikiana katika kutetea haki za binadamu, yani wao kwa wao. Unakuta wametengeneza mifumo ambayo inawashirikisha kama mnavyofanya nyinyi waandishi wakati mwingine, na sisi tunashukuru kwa upande wetu pia wanachama wetu wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja pale ambapo inahitaji kufanya kazi za pamoja. Lakini pia wanachama wamefanikiwa kwa kiasi kubwa kushirikiana na serikali kama nilivyokuwa nasema katika kutatua changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwakumba wanajamii, kwa sababu kuna vitu vingine, kwa mfano usipohusisha ofisi labda mkuu wa wilaya, labda polisi, kuna matatizo mengine, kwa mfano mtoto amebakwa, amefanywa nini, bila kuhusisha serikali, wakati mwingine vitu vinaweza visiende. Kwa hiyo tumekuta kwamba kuna huo uhusiano katika kutatua hizo changamoto za kijamii. Lakini swala kubwa ambalo lipo, migogoro ya ndoa na masuala ya mirathi. Nadhani waandishi wa habari nyinyi ni wa mashahidi, hilo tatizo sio tu kwa kanda hii lakini nchi nzima. Mpaka juzi kuna mtu akataka litangazwe kuwa ni janga la kitaifa. Kwa hiyo kwenye mambo kama haya wanachama wetu kwa mfano kwa mwaka wameweza kufikia watu takriban 2000. Kwa hawa wanachama wetu ambao tumewatembelea kwa mwaka wanawafikia watu 2000 kwa ajili ya migogoro ya ndoa na masuala ya mirathi. Maana yake ni kwamba wananchi wa kanda hii wameona sehemu ya kukimbilia kupata stahiki zao au kutatua migogoro inayohusu masuala ya ndoa na mirathi ni kwenda kwa wanachama au mashirika ya haki za binadamu. Kwa mfano tu katika Tanzania Women Law Association TAWLA, nadhani mnaijua, wao kwa mwaka takriban wanapokea watu 1000 kwa katika maeneo toa mawili, maeneo ya msaada wa kisheria kwenye masuala ya ardhi na ni mirathi na migogoro ya ndoa, maana yake kusuluhisha, kufanya nini, kusimamia watoto wapewe huduma. Wao kuna watu wamefika hatua watu wakikubaliana fedha za kutoa huduma watoto wanakuja wanapale. Kwa hiyo wamejenga hiyo imani katika maeneo haya kwamba taasisi za haki za binadamu zina msaada, na wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu na serikali. Kwa mfano serikali, hata mahakama pale inapohitajika kufika mahakamani na kuendesha baadhi ya mashtaka. Lakini jambo lingine tuliloliona, tukifahamu mkoa huu una rasilimali nyingi, una rasilimali kwa mfano madini, una rasilimali wanyamapori kule mapori, lakini bado tumeona asasi za kiraia zimejitahidi, taasisi, kuhakikisha kwamba maeneo hayo pia haki zinalindwa na zinatambuliwa. Wananchi kule wanafanya shughuli zao. Kwa mfano NUMET ni shirika linalodili na wafanyakazi migodini, ambao huko kuna migodi mingi, na wamekuwa wakihakikisha kwamba haki za wafanyakazi zinalindwa, na juzi tu wamefanikiwa kushinda kesi kubwa sana yenye baadaye itagharimu makampuni makubwa. Kwa mfano makampuni yaliyoko huku makubwa mabilioni kuwalipa wafanyakazi fidia.
kwa zaidi ya miezi 80, wengine mpaka 90. Kwa hiyo waliokuwa wanadai. Kwa hiyo utaona kwamba ni mafanikio makubwa sana ambayo wanachama wetu wameleta kwa wananchi wa kanda hii kwenye upande wa utetezi wa haki za binadamu, lakini miradi ya kiuchumi mingi imeanzishwa. Kuna kwa mfano mikono yetu huko upande wa wameanzisha mpaka kiwanda ambacho kitakuwa kinatoa shughuli mbalimbali kwa ajili ya kuwajengea uwezo wanawake na watoto. Kuna safe house zile za kulinda watoto zimeanzishwa, pamoja na mambo mengi tu ambayo wavuvi wamefikiwa na taasisi mbalimbali. Hayo ni mambo ambayo tunaweza kusema yamefanyika kwa kiasi kubwa. Kwa mfano Mwanza Press Club na wao kwa kiasi kubwa wameweza kusaidia waandishi. Nyinyi waandishi mko humu, mnaweza mkazungumza hata baadaye namna gani mkatoa hata testimony kwamba namna gani wanachama wetu MPC kwa kushirikiana na sisi wameweza kusaidia waandishi katika kanda hii ambao wamekuwa wakipata mazila mbalimbali na changamoto mbalimbali kuwawekea mawakili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tuseme tu kwa ufupi wanachama wetu wamekuwa wakiyafanya, na nyinyi waandishi wakati mwingine amuandiki amuwafuatilii kuhabarisha. Kwa hiyo mwe mnahabarisha, najua mnapenda mambo ya kisiasa tu kule, lakini hata haya ya asasi za kijamii mwe mnazipata muda na kuhabarisha. Kwa hiyo ndio maana sisi tukasema tutoe tu hali ya utetezi huku kwa hiyo utetezi mkubwa huko katika maeneo hayo. Sasa upande wa changamoto ni swala la rasilimali. Rasilimali imekuwa ni changamoto kwa asasi za kiraia kanda hii. Nalizungumzia hili kama sehemu mojawapo. Rasilimali tunapozungumza ni maana yake ni miradi, fedha kuendesha miradi, ofisi, kuajiri watu na vitu kama hivyo. Sasa changamoto zinaweza zikawa ziko nyingi. Kwa mfano COVID-19 imechangia sana. Corona toka mwaka jana kuna baadhi ya wanachama wetu wamepata changamoto ya wafadhili kuondoka kutokana na corona. Lakini changamoto nyingine ni kwamba miradi mingi iliyoko huku inakuja kama project, yani kama miradi ya muda mfupi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama umepewa mradi wa miezi mitatu, miezi sita, mwaka, inafanya taasisi zisiwe na uhakika wa rasilimali, kwa sababu miradi inakuwa ni ya muda mfupi, na miradi mingine inakuwa ni kutokana na mashirika ya kimataifa yanakuja kuingia ubia. Kwa hiyo wale wenye uhakika wa kuwa na wafadhili wa kudumu imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo utaona kwamba sisi tunajaribu kulibua ili kama changamoto, ili wafadhili watakao kuwa wanasikia soma kutoka kwenu waone kwamba hilo ni changamoto. Lakini changamoto nyingine ni masuala ya kiusalama. Changamoto kubwa nyingine ni masuala ya kiusalama, masuala ya kutetea haki, hasa zile haki zinazovunjwa na wananchi wenyewe wakati mwingine, au makampuni kama nao huko migodini na vitu kama hivyo. Inakufanya wewe unayotetea haki unakuwa kwenye hatari zaidi. Na nyinyi waandishi wa habari mnafahamu, wengine mlishabambikizwa kesi kwa sababu tu ya kutetea au ya kufuatilia baadhi ya masuala. Kwa hiyo hata kwa watetezi wa haki za binadamu, amekuta mtoto amebakwa, amefuatilia, amefanya ule mtu amekamatwa, baadaye watu wengine wanasema wewe ndio umesababisha huyu akamatwe. Kwa hiyo unakuta wanachama wetu baadhi wameanza kuwindwa, kutumiwa vitisho kwa sababu wamejaribu kuingilia mambo ambayo kwa watu wengine wanakiuka haki za binadamu, haki za watoto, alafu wakijaribu kuwachukua kuwatetea wale watoto wanajikuta wao wameingia katika mazingira hatarishi zaidi. Kwa hiyo vitisho vimetoka huko, lakini kwa mfano kama unatetea wafanyakazi kwenye kampuni kwa mfano kubwa kama ya Barrick au wengine, lazima na wao utajikuta huko kwenye mazingira makubwa sana ya hatarishi. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo mnafahamu, bahati nzuri au mbaya, hata nyinyi waandishi wenyewe ni baadhi ya wahanga kwenye maeneo kama haya. Kwa hiyo nadhani changamoto nyingine ni ushirikiano. Wakati mwingine pamoja na kwamba tumesema ushirikiano ni mkubwa na serikali, yapo baadhi individual, baadhi pia ambao wamekuwa wakikwamisha shughuli za asasi za kiraia. Wakati mwingine maeneo kupata vibali, unataka kwenda mahali ufanya shughuli zako. Kwa mfano masuala ya utafiti imekuwa ni changamoto. Asasi nyingi zinazofanya utafiti zimekuwa zikilalamika vibali wakati mwingine kutoka kabisa au kuchelewa hata miezi 6 kutoka kwa tume yetu ya sayansi na teknolojia ya COSTE. Kwa hiyo utaona kwamba hizo ni changamoto ambazo zinakwamisha baadhi ya shughuli za watetezi. Lakini kikubwa kingine ni kwamba bado kuna maeneo ya haki za binadamu ambayo hayapati watetezi wa kutosha katika kanda hii. Kwa mfano maeneo ya walemavu. Maeneo ya ulemavu ni eneo ambalo hatujapata watetezi wale wakakamavu kama walivyo katika maeneo ya watoto, wanawake na maeneo mengine wa kutosha. Maeneo ya uhuru wa habari, ukiacha of course MPC wamejitahidi na vitu kama hivyo kujieleza, lakini kuna maeneo ya ufuatiliaji na uwajibikaji. Mashirika unakuta ni machache tu kama EDLG wamekuwa wakifanya kazi katika maeneo, lakini wengi wamekuwa
masuala ya ufuatiliaji na uibuaji, masuala kama hayo na masuala ya utawala bora, ni kama wengi wanakuta wamekuwa wakikimbia wapo kwa wingi masuala kwenye huduma za afya, elimu na vitu kama hivyo. Utakuta kwamba mashirika yanayofanya katika maeneo ni yale ya kimataifa au yale ambayo ya kitaifa, labda yana branch huku na nini, lakini zile ambazo ziko huku basic kama wanachama wetu, kuna maeneo kabisa ambayo hayajaguswa, ambayo nadhani ni eneo ambalo tunahitaji kulisisitiza zaidi. Lakini kwa ujumla hizo ndio changamoto ambazo tumejaribu kuziainisha, ingawa ziko nyingi, lakini at least tunazoweza kuzisema kwa sasa ndio hizo. Wito wetu ni kwamba sasa, waandishi wa habari, kwamba vyombo vya dola viendelee kuipa kipaumbele matukio ya ukatili wa kijinsia na masuala ya watoto, kwa sababu bado ni changamoto kubwa katika kanda hii. Kwa hiyo waendelee kufanya kazi na asasi za kiraia kuona namna gani wanatatua tatizo hilo. Lakini wito wetu mwingine ni kwamba watetezi wa haki za binadamu waendelee kuungana pamoja, kuwa sauti ya pamoja, wakati mwingine kufanya vikao vya pamoja, kushirikiana wale vitu ambavyo vinahitaji kuja kwa pamoja au sauti ya pamoja. Sio kwamba kazi zote zinahitaji sauti ya pamoja, lakini tunashauri waendelee kufanya kazi na taasisi nyingine mbalimbali, waendelee kushirikiana na serikali kama walivyokuwa wanafanya, na pale ambapo changamoto zinatokea watafute namna ya kuzitatua ili ushirikiano huo uweze kuwa na tija kwenye kazi na wale ambao wanawahudumia. Lakini watetezi wa haki za binadamu tunaomba sasa wawe angalau wawe wanakuwa na tathmini, mikutano ngazi ya mkoa, wilaya kama hivi. Kwa mfano kufanya mikutano hivi, tunategemea baada huko mbele watakuwa wanakaa na nyinyi kama wao, ili kuweza kuhabarishana kazi zao, wanafanya nini, changamoto ziko wapi, ili na nyinyi muweze kuandika kazi zao angalau zikaonekana kwamba, na lengo pia ni kufanya kwamba sekta yetu ya watetezi wa binadamu kazi zao zionekane. Hakuna watu ambao wanafanya kazi, iwe ni serikali, iwe ni kampuni, iwe ni nani, alafu kazi yako jamii wasielewe na kuiona. Kwa lengo letu pia ni kwamba kazi hizi zieleweke. Ni kazi nyingi sana zinafanyika, lakini wakati mwingine kutokana na kwamba labda media mko nao, kazi zao zinaweza zisionekane vizuri kama vile tulivyokuwa tunategemea. Kwa hiyo sisi tunachosema tu ni kwamba tunashauri kwamba tuendelee kufanya kazi pamoja, waandishi wa habari mfanye kazi na watetezi wa haki za binadamu, na kile wanapoibua masuala muwe nao, na wanapopata kufanya mafanikio pia muwe nao. Lakini kufanya tafiti, kuendelea kuboresha, kutoja kwamba tafiti zinatokana na masuala ya rasilimali au kama hizo sera hizo za kutoa vibali, wasikate tamaa kuona kwamba vibali vinasumbua rasilimali. Ni waendelee kuona namna wataweza kuungana angalau hata kufanya tafiti za pamoja au zile za muda mfupi tu, monitoring reports ambazo zinaweza zikaonyesha hali fulani ya ukiukwaji. Kuhakikisha wakati wote wanazingatia masuala ya kiusalama. Kama nilivyosema kwamba kazi za watetezi wa haki za binadamu zina mazingira hatarishi wakati wote. Ukishakuwa mtetezi 50%, 50% ya kazi yako, yule ambaye anakiuka haki za binadamu hata kupenda. Naona kwa hiyo lazima kufanya kazi. Hata nyinyi waandishi wa habari, ukiwa unaibua masuala fulani, sijui nani kala rushwa, sijui kufanya nini, utajikuta na tayari mna kesi nyingi tu namna hiyo. Kwa hiyo wengine mlibambikiwa kesi. Kwa hiyo sasa mazingira kama hayo lazima pia na nyinyi mtake precaution, mtake nani. Kwa hiyo tunasitiza hilo liangaliwe upya, lakini kufanya mikutano kwa mara pamoja na nyinyi katika kanda kuhabarishana ni jambo ambalo tunashauri kwa ujumla. Kwa hiyo kwa ujumla, waandishi wa habari, hiyo ndio hali ya utetezi kanda hii, na kazi ambazo zinafanywa na wanachama wetu watetezi mmezisikia ni nyingi. Sasa mimi nimetoa summary tu kwa sababu ndio nilikuwa natembea. Hayo ndio mimi nilioyaona. Sasa niwakaribishe wenyewe ili waweze kuchangia. Habari za asubuhi waandishi wa habari. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Sofia Donald, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Sauti ya Wanawake. Lakini vile vile mimi ni mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za kibinadamu katika mikoa ya Mara, Mwanza na Simiyu. Yaani kushukuru sana mratibu kwanza kwa ziara ambayo kimsingi kwetu sisi imetujenga, lakini vile vile imetukumbusha mambo mbalimbali, namna ya kuweza kutetea haki za kibinadamu, lakini na kuweza kusimamia sheria katika utekelezaji wa shughuli zetu tunazozifanya kila siku. Mengi umeyasema, labda tu kwa kuongezea, ni kweli shughuli nyingi tumezifanya za kutetea haki za kibinadamu za makundi mbalimbali. Tumegusa karibia makundi yote, makundi ya wasichana, vijana wa kiume na wasichana, lakini vile vile tumegusa makundi ya wanawake,
Na ukiangalia katika kanda yetu hii hasa mkoa wa Mwanza, tuko mashirika mengi ambayo tunafanya shughuli katika kundi la wasichana. Kwa kweli katika kundi la wasichana tumekuwa ni kichocheo kwa kanda nyingine kuja labda na kuweza kujifunza, na ukienda mbali kuna wenzetu wameweza kufanikiwa na kuanzisha mpaka TV ambayo tunafikiria na tunaamini itakuwa ni forum kwa wasichana kuweza kujifunza na kupaza sauti zao kwa pamoja ili kujiletea maendeleo na hatimaye kujenga nchi. Lakini katika masuala ya changamoto ulioyazungumzia, labda kwa kuongezea tu, kweli usalama wetu umekuwa huko matatani sana, hasa pale unapogusa haki zinazosimamiwa au maslahi ya serikali. Nakumbuka kuna wenzetu, mimi mwenyewe ikiwepo, nishawahi kukumbwa na changamoto hiyo mwaka 2018, lakini vile vile labda sikujaribu kushare nawe tu, kuna mwenzetu mwingine ambaye sio memba ila ni mtetezi wa haki za kibinadamu kutoka wilaya ya Ukerewe, na yeye amekumbwa na tatizo kama langu, ilikuwa ni mwaka jana, na bado kesi yake inaendelea kusikilizwa huko wilayani Ukerewe. Kwa hiyo kimsingi niweze tu kuwaomba waandishi wa habari, jambo la kutetea haki za kibinadamu sio kosa. Basi kwa pamoja tupaze sauti zetu sisi watetezi wa haki, kwa sababu na nyie ni watetezi wa haki, sio tu sisi. Kwa hiyo nyie polisi wote ni watetezi wa haki. Basi tukishirikiana kwa pamoja, kweli haki tunazolilia ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba yetu ambayo ni katiba mama, basi tutakuwa tumezifikia. Basi tuendelee kujumuika kwa pamoja, lakini kuweza kushirikishana tunachokifanya na muweze kujifunza na sisi tuweze kujifunza kutoka kwenu. Kama watetezi wa haki za wafanyakazi, yako mambo mengi tumefanya kama alivyotajwa. Mafanikio yanaonekana hasa katika kuhakikisha wafanyakazi wanapata haki zao, na kama alivyoeleza mratibu kitaifa ni kwamba zipo kesi nyingi tumeshinda ambazo kama tusingesimama imara ingekuwa ni hasara, hizo pesa zingepotea. Kuna kesi moja tumeshinda ya wafanyakazi 117 yenye thamani ya shilingi bilioni 5.6, kiasi kwamba kama isingekuwa wafanyakazi kuungana pamoja na kupambania haki zao, hiyo pesa ingepotea. Lakini kuna mfanyakazi mwingine ameshinda kesi, mahakama kuu imeona kwamba alionewa, ameamliwa alipwe mshahara wa miezi 90. Lakini tuna kesi nyingine ambayo tumeshinda ya watu 31, kila mfanyakazi anatakiwa alipwe mshahara wa miezi 80. Tumeshinda tena kesi nyingine, na ni maarufu kidogo kwa sababu ndo kesi pekee iliyoamriwa kwa Kiswahili na marehemu Dr. John Pombe Magufuli, akaichukulia kama kesi maalum. Jaji mkuu aliyetoa maamuzi hayo akapandishwa cheo kuwa jaji wa mahakama ya rufaa. Lakini pia huyo mfanyakazi aliyeshinda kesi hiyo alishinda kesi kwa kulipa mshahara miezi 60. Lakini pia mawakili wetu na wao sisi kama chama tumewapa zawadi kwa kufanya kitu ambacho kidogo ni cha ziada, hakijawahi kufanyika. Kwa hiyo yako mafanikio mengi, lakini katika mafanikio hayo zipo changamoto, hasa kubwa ni changamoto za kisheria. Ninyi waandishi wa habari mnafahamu, na ninyi wengine ni wafanyakazi. Leo hii mwajiri wako akikunyima mshahara, hakuna adhabu yote atakayopewa. Atakunyima mshahara wako kwa miezi 3, ukienda mahakamani ataamliwa kukulipa mshahara wa miezi 3. Why? Hakuna sehemu yote ambapo sheria imesema hilo ni kosa. Yaani kosa ni kutokulipa. Ikithibitika hajakulipa anaamliwa akulipe. Hakuna adhabu yote anayopewa wala compensation yote anayofanya kwako ambayo umecheleweshwa mshahara. Lakini anaweza akaamliwa akulipe huyo mshahara wa miezi 3 baada ya kuwa umechukua miezi 3 mingine ya kudai mshahara miezi 3. Hiyo ni 6. Atakulipa miezi 3, ile 3 mingine hajakulipa, utarudi tena mahakamani. Ataamliwa akulipe miezi 3, anaweza asikulipe, utarudi tena mahakama ya rufaa. Inaweza ikachukua miaka 2, afu mwisho wa siku akaambiwa akulipe. Sasa akiambiwa akulipe, anaweza akaamua yeye si ni deni, atakulipa anavyoona inawezekana. Unamdai milioni 10, atakulipa 200,000 kila mwezi. Mpaka lini haijulikani. Kwa zipo changamoto nyingi za kisheria ambazo tunaamini tukishirikiana na waandishi wa habari na watetezi wengine wa haki za binadamu, serikali inaweza ikasikia na pengine kupeleka mapendekezo haraka bungeni kwa ajili ya kutunga sheria zenye tija kwa wafanyakazi. Lakini changamoto nyingine kubwa ni miundo ya utoaji wa haki, watendaji ni wachache,
tunafikiri kuna haja ya kusaidiana kupaza sauti. Mbona wabunge yani mbunge akipoteza nafasi ndani ya siku 30 90 jimbo limezibwa, lakini mahakama, ukienda mahakama ya kazi, kama kuna majaji wengi hawazidi wawili, hivi inakuwaje? Yani wabunge wako 350 na kitu alafu majaji wachache, lakini Watanzania wanaohitaji haki ni zaidi ya milioni 60. Kuna changamoto kubwa hapa ambayo tunahitaji kusaidiana kupaza sauti ili tuone kama tunaweza tukajikwamua. Asanteni sana. Naitwa Nicomedes Kajungu, ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa sekta ya nishati na madini Tanzania, kwa ufupi kinaitwa NUMET. Nitashare na ninyi nazo business card kwa ajili ya kupata. Okay, asante sana. Mimi naitwa Edwin Soko, ni mwenyekiti wa klabu ya waandishi wa habari ya mkoa wa Mwanza. Tuzungumze tu machache kwenye thematic area ya media, yani utetezi wa haki za binadamu kwenye media, kwamba mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania umekuwa ukifanya shughuli kubwa kwenye suala la kuwalinda waandishi na kuwasaidia kimsaada wanapopata madhira. Ndugu waandishi wa habari, tuna mifano na hasa mkoa ambao ni hatari zaidi umekuwa ni Mwanza. Tumeona jinsi ambavyo tulikuwa tuna kesi study ya waandishi kufungwa miaka 30, lakini THRDC ikasimama ikapambana kwa kutoa mawakili na kesi hiyo tukashinda, na hadi sasa wapo nje wanafanya kazi zao. Juzi tulikuwa tuna kesi nyingine tukapambana tena ya mwandishi ambaye hatubagui sehemu yote, mwandishi ambaye anafanya kazi katika vyombo vya serikali, Habari Leo pamoja na Daily News. Jinsi mtandao ulivyoingia ukaingilia ile kesi, tukampa wakili na leo yupo hapa mhusika, anaweza akafanya testimonial, hata yule wa miaka 30 akafanya testimonial. Kwa hiyo mtandao umekuwa ukifanya kazi kubwa, na labda sasa tuzungumze kwamba licha ya yote yaliyotokea, eneo hatari ambalo watu wanakumbana sana na madhira ni eneo la media. Kwa hiyo media inabidi ipewe first priority, kwamba ni sehemu hatari sana, hasa kwenye inahitaji ulinzi na usalama, na tuiombe sasa THRDC ijaribu kuwaona waandishi wa habari hata kwa kuwapa zile press jackets kwa ajili ya kufanya kazi zao. Ndio maana wengi unakuta hapa kati yenu wote hamna press jacket. Ja, asubuhi kuna mwandishi wetu ameshambuliwa hapo kwa sababu hakuvaa press, lakini angevaa press ingemsaidia sana. Na kwa hiyo THRDC imekuwa ikitusaidia kwenye hilo, tunaomba special request. Lakini tuna hizi sheria ambazo zimekuwa ni sheria kandamizi, na sasa hivi kuna room ya kuzifanyia marekebisho. Angalau serikali ya awamu ya 6 imeonyesha ridhaa hiyo. Sasa tujaribu kuiomba mtandao wa watetezi wa haki za binadamu na MPC tukae chini tuweze angalau kuandaa hizo a simple document ya review ya sheria ambazo kandamizi, alafu mwisho wa siku tufanye engagement na bunge pamoja na wizara. Kwa hayo machache niseme tu kwamba tukifanikiwa kufanya hivyo itakuwa imesaidia kwenye tasnia ya habari. Asante sana. Wananchi wengi sasa wamepunguza hofu, na sisi katika eneo letu la utawala bora kazi kubwa ni kupunguza hofu ya wananchi. Wananchi wana uwezo wa kuhoji. Tunasema kupata huduma ya maji, kupata huduma ya elimu, kupata huduma ni haki yako. Lakini kama mnavyojua, si wakati wote kwamba utapata haki ikiletwa kwenye silver plate. Wakati mwingine inabidi ufinye maeneo hapa na pale uweze kupata huduma unayohitaji. Sisi katika wanachama wetu huo tunadhani tumefanya kazi kubwa, na nyinyi ni mashahidi, mnajua taasisi za kutafuta uwajibikaji sio mpya nchi hii. Kuna ofisi ya CAG, TAKUKURU, Tume ya Haki za Binadamu. Sasa hizi taasisi za kiserikali zinapofanya kazi zinatakiwa zipate msaada, kama ambavyo NGO zingine zinafanya kazi katika masuala ya afya na nini, zinasaidia taasisi hizi za kutoa huduma. Sasa ADLG tumejitahidi kwa kweli kufanya kazi na watu wanaoishi migodini, wakulima wadogo na sehemu zingine za maeneo ambayo yanagusa Ziwa Victoria. Haijawa rahisi kwa sababu hatujapata wadau wengi, mashirika mengine ambayo yanafanya kazi katika eneo hili la kutafuta uwajibikaji na utawala bora. Tunadhani kwamba kupitia press conference hii mtaendelea kuelimisha wananchi na watu wengine wenye nia njema ya kushirikiana katika hizi efforts za kudai utawala bora katika taifa hili. Najua pia kwamba media imekuwa ni sehemu muhimu sana kwenye kusambaza habari, na mmeongeza tija katika, maana uwajibikaji hauendi bila upatikanaji wa taarifa na maarifa. Kwa hiyo kuzidi kuwa na transparency ambayo inapitia kwenye media imezidi kuongeza kwa kweli, kuondoa hofu kwa wananchi kuweza kufikiria, kuhoji. Wakati mwingine mnaona kwenye mikoa ya vijiji, mnaona wananchi wanyosha mikono, wanaongea kuhusiana na maendeleo ya vijiji vyao, na wakati mwingine mkuu wa wilaya anafika na ulizo maswali, kipindi ambacho miaka mingi ya nyuma ilikuwa hakuna jambo hili. Kwa hiyo tunajivunia hilo, lakini tunaomba zaidi tuzidi kushirikiana ili tuweze kupanua zaidi wigo, kwa sababu utawala bora ni nyenzo muhimu ya maendeleo. Asante.